Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Yusuf Majid Naso, ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya viwango Zanzibar. Na leo hii tuko hapa katika iftari yetu ambayo kila mwaka tunajiwekea, tunakuwa tunafuturisha kuelekea kwenye 10 la mwisho hili. Umeuliza swali zuri mwandishi. Tumejipanga vipi katika kuhakikisha bidhaa ambazo zinaingia nchini ni bidhaa ambazo zina viwango, lakini pia hazileti madhara kwa wananchi. ZBS kwa sheria ile ambayo imeiunda namba 1 ina madaraka ya kuhakikisha bidhaa zote ambazo zinaingia nchini au zinazozalishwa nchini ni bidhaa ambazo zina viwango. Kwa hiyo kwa takriban sasa miaka 5 taasisi imekuwa ikijipanga hasa kwa kuboresha maabara zake za ndani, manake kujikita katika uwezo wa ndani wa kuweza kupima, kuhakikisha hizo bidhaa ambazo zinaingia nchini ni bidhaa ambazo zina viwango na zinaweza kupimwa nchini. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na watu mbalimbali ambayo ni taasisi mbalimbali, kushirikiana na bandari, watu wa TRA, watu wa ZRA, kuhakikisha kila bidhaa ambayo inaingia nchini ni bidhaa ambayo inakaguliwa. Na kuhakikisha hilo linakaguliwa kwa sababu tutahakikisha bidhaa yote ambayo inaingia nchini ni bidhaa ambayo tunaiona na bidhaa yenye viwango. Kwa hiyo tunasihi pia wafanyabiashara, waingizaji wa bidhaa waendelee kuingiza bidhaa ambazo zina viwango na kwa sababu ZBS haitasita kukamata bidhaa yote zilizokuwa chini ya viwango, kwa sababu jukumu letu ni kuhakikisha tunamlinda mlaji wa mwisho. Kwa hiyo tumejipanga na kwa kushirikiana na taasisi nyingine tumekuwa na ufanisi mkubwa sana. Ukiangalia takriban miaka 5 na sasa hivi bidhaa nyingi ambazo ziko sokoni ni bidhaa ambazo zina viwango, lakini changamoto zipo, tunaendelea kupambana nazo na tukishirikiana na wengine na waandishi wa habari. Nyinyi mmekuwa mabalozi wakubwa sana wa kuweza kuelimisha jamii. Leo mwananchi akiangalia bidhaa ataichukua, ataangalia bidhaa ina alama ya ubora ya ZBS, asipoiona atarudisha, atahoji. Kwa hiyo mmekuwa mabalozi wazuri sana, mnashirikiana pamoja. Na jingine ambalo leo ameuliza kwa mwandishi ni swala hili la iftari ambao kila mwaka tunalifanya. Mwanzo tulianza kama swala dogo tu, lakini kama mnavyoona kila mwaka linakuwa. Leo hii mmeona hapa wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za SMZ wako hapa na wao wamelipokea hili. Wameahidi kwa mwaka mwingine taasisi zao kama taasisi ya ZSSF, ZCC nao wameahidi kulifanya tukio kama hili. Kwa hiyo limekuwa ni ubanizi, kwa sababu mtu akiona amekopi kwako na ameattend jambo lako na amelichukua, kwa hiyo sisi inatupa faraja kubwa. Lakini kubwa sisi sio hilo. Kama tunavyosema, mwezi huu ni mwezi wa kurudisha, mwezi wa kushirikiana, mwezi wa kukaa pamoja. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi tunakaa na wenzetu, tunashirikiana na unaona kama mtu leo wote umefurahi hapa. Kwa sisi inatupa faraja kama uongozi, kama taasisi. Asante. La mwisho, kumekuwa na mwendelezo huu kila mwaka kwa ajili ya kutoa iftarisho kwa wananchi. Sasa kuna kuwa na ushiriki gani ama mwamko gani kwa wananchi ambao wanashiriki katika iftari hizi pamoja na taasisi ya viwango Zanzibar? Naam, sisi tuna matukio kabla ya tukio ile la kufutarisha. Normally tunaenda kwanza kwa jamii, kuwa tunagawa sadaka. Na kwa mwaka huu tumegawa sadaka katika maeneo ya Mwera, katika kituo pale takriban tumegawa sadaka kwa watoto na wazazi karibu 600. Kwa kabla hiyo, kwa hiyo tunakuwa na matukio ambayo yanarudisha kwa jamii. Kwa hiyo hilo tumelifanya leo kwa mwaka huu, lakini hapa kama unavyoona pia tumealika watu mbalimbali, wajasiriamali mbalimbali, na mwitikio ni mkubwa. Leo takriban karibu watu 350 wako hapa hii leo. Kwa sisi mtupa faraja na mwitikio ni mkubwa sana. Kila mwaka idadi inaongezeka, na mwaka kesho tumejipanga pia zaidi kuwasaidia jamii kabla ya tukio hili ili tuweze kurudisha jamii, kwa sababu taasisi hii inafanya kazi na jamii.